Mapambano dhidi ya ukimwi. Mheshimiwa Naibu Spika, kwa mujibu wa takwimu zilizopo, watu 1,536,842 kati ya watu 1,690,948 wanaishi na virusi vya ukimwi. VVU walikuwa wanatambua hali zao, wanaoishi na virusi vya ukimwi walikuwa wanatambulika na hali zao na maambukizi. Kadhalika VVU 1,545,880 wanatumia dawa za kufubaza makali ya VVU, ambapo watu wazima wenye umri wa miaka 15 na kuendelea ni 96.4%. Mheshimiwa Naibu Spika, kiwango cha maambukizi mapya ni watu 60,000 kila mwaka, ambapo vijana wanaopata VVU maambukizi ni takriban 34.3% ya maambukizi mapya. Nitoe rai kwa Watanzania wote kuendelea kuchukua tahadhari, kwa kuwa ukimwi bado ni tishio kama takwimu zinavyoonyesha. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2025/26 serikali itaendelea kuratibu shughuli za ukimwi kwa kutoa huduma endelevu na stahimilivu kwa VVU, kuimarisha mfuko wa udhamini wa ukimwi ili uweze kufanikisha malengo ya nchi katika kutokomeza ukimwi ifikapo mwaka 2030. Lakini pia tutaweka msukumo katika kupunguza maambukizi ya VVU kutoka kwa mama kwenda kwa mtoto. Tutahamasisha mabadiliko ya tabia katika jamii ili kupunguza maambukizi mapya ya VVU. Sambamba na hayo, serikali inatambua mabadiliko ya kisera kutoka kwa baadhi ya washirika wetu wa muda mrefu wa masuala ya ukimwi. Kufuatia mabadiliko hayo, serikali inachukua hatua madhubuti kwa kushirikiana na sekta binafsi katika kuimarisha uwekezaji kwenye eneo la utoaji huduma kwa VVU. Lakini pia hatua hizo zenye lengo la kuwezesha taifa letu kujitegemea zitaendelea kuchukuliwa. Pia katika maeneo mengine, niwahakikishie Watanzania wote kuwa serikali itaendelea kuhakikisha huduma zinazohusiana na masuala ya ukimwi zinaendelea kupatikana, na kwa hakuna Mtanzania ambaye hata mmoja atakayeweza kukosa huduma hiyo. Huduma kwa makundi maalum. Mheshimiwa Naibu Spika, katika mwaka wa fedha 2024/25 serikali kwa kushirikiana na wadau wote muhimu imeendelea kuhamasisha ushiriki wa jamii katika maendeleo, kukuza usawa wa kijinsia, kuimarisha huduma za ustawi wa jamii pamoja na kuendeleza makundi maalum. Jitihada zinazofanywa na serikali ni katika kuhakikisha uwepo wa elimu kuhusu maendeleo ya jamii, ushiriki wa kila mwananchi katika kulinda misingi ya maisha inayozingatia tamaduni sahihi, malezi bora na kutunza amali za taifa. Mheshimiwa Spika, hatua mojawapo iliyochukuliwa ni kuimarisha mifumo ya kisheria kwa kufanya marekebisho ya sheria mbalimbali ikiwemo sheria ya mtoto sura 113 ili kuboresha mifumo ya haki na ulinzi wa watoto. Aidha, katika kuhakikisha malezi bora, serikali imeratibu mafunzo kwa maafisa 281 wa mikoa na halmashauri kuhusu sayansi na malezi, makuzi na maendeleo ya awali ya mtoto. Mheshimiwa Spika, katika mwaka 2025/26 serikali itaendelea kuimarisha ushirikiano wa mashirika yasiyo ya kiserikali, kuimarisha ulinzi wa mtoto na makundi maalum, utoaji wa huduma za afya kwa wazee, utoaji wa huduma za ustawi wa jamii. Lakini vile itaendelea kuwatambua na kuwaendeleza wafanyabiashara ndogo ndogo na kuboresha mazingira ya kujifunzia katika vyuo vya ustawi wa jamii. Maelezo muhimu kwenye idara hii ya huduma za makundi maalum, usalama wa watoto, uratibu na makundi maalum na washirika yasiyo ya kiserikali tumeyaweka kwenye aya 175 na 178 kwenye hotuba yangu. Vile vile tumeweka kwenye vishikwambi.